Mhubiri ambaye Mungu ameandaa. Huu mhubiri Mungu amemtoa mbali sana. Alimtoa huko Embu, somewhere in Embu. Bwana asifiwe sana. Na akamleta mpaka Nairobi na akamuinua na akaweza kumfikisha pahali yuko sahihi, na akamshikanisha na mrembo mwingine ambaye ametoka sehemu nyingine na hapa hivi ukielekea Mpande Amani, na wakakuwa kitu kimoja. Hawa wapendwa wamebarikiwa. Amen. Na hawa wapendwa ni washirika wa kanisa la Deliverance Church Eastern Bypass. Bwana asifiwe sana. Na siku ya leo niliwaomba waje watuhubirie, na najua kwamba tutaweza kubarikiwa. Amen. Kwa hivyo ningetaka sote tusimame tuheshimu watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tusimame sisi zote tuweze kuheshimu watumishi wa Mungu na tuweze kukaribisha watumishi wa Mungu ambao wataleta neno la Mungu siku ya leo. Nataka kukaribisha Mr. and Mrs. Samson Dwiga ili kwamba wakuje watuletee neno la Bwana. Amen. All the way from Eastern Bypass Deliverance Church, na Mungu awabariki sana wanapotuhudumia. Amen. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Amen. Glory to God. Amen. Karibuni. Hallelujah. Amen. Unasikiaje hiyo base? Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla niseme kitu, ningeomba mke wangu awasalimie kama tu mmesimama tu hivyo, msijali, alafu tutaendelea kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Naambiwa nitoe mask na nimeobey kwa sababu niko kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo, by grace through faith minus nothing I'm saved. Amen. So nimebarikiwa sana asubuhi ya leo kwa sababu nimejua kwa hakika mnafundishwa. Nimekumbuka hiyo maneno wakati kwa kanisa letu kuna class tulikuwa tuna attend inaitwa Christian Foundation class. Actual pastor sisi tulikuwa by 8 umekaa chini kwa kanisa, inaisha by 9. So you can make it. Amen. Yes. Unaweza kuja mapema na ufundisho hiyo maneno matamu, inakuanga mzuri sana. Nimeioja leo nikasikia kama nitaenda kurudia tena. Amen. Ama nikujange hapa niendelee. Kwa hivyo kwa hakika wale hawakuji you are missing. Kujeni kwa kanisa msikie, kwa sababu hilo neno ni mzuri sana. Ni mzuri sana na utagrow. In fact ni muda mfupi na iko na mambo mingi sana itakupeleka mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni Ann Dwiga, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Tumesikia tumenyenyekea pastors kwa sababu ya kutupatia madhabahu siku ya leo. Si kawaida na si wengi wanapeananga. Kwa hivyo nyinyi ni wa kitofauti. Mungu awabariki na awazidishie. Mume wangu ndiye ana hudumu siku ya leo na ninajua kwa hakika atatubariki. Tutasikia neno na najua Mungu atamtumia kwa sababu ashamtumia, na ni Mungu wetu wa jana, leo na hata kesho. Amen. Kwa hivyo najua hata leo atamtumia na atatulisha neno, na kwa hakika tutashiba. Mungu awabariki. Wacheni tukaweze kumpeleka mbele za Bwana. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakabidhi mnenaji wetu wa siku ya leo Jehova mbele zako Bwana. Jehova, tunakuuliza ukamtumie jinsi upendavyo Bwana. Jehova, ukamtumie kama chombo chako Bwana. Jehova, tunakuuliza ukatuente our heart, oh God, ndiposa tukapata nafasi ya kusikiza neno lako na kuliweka Bwana. Jehova, yale tulikuwa tumebeba Bwana, wacha tukayaweke chini.
Jehova, wacha tukaiondoe katika roho zetu Bwana, ndiposa tukapata nafasi ya neno lako asubuhi hii ya leo Bwana. Tunaliinua jina lako kwa sababu tunajua kwa hakika tutashiba. Tukienda nyumbani tutasema kwa hakika tumezibishwa na wewe Bwana. Ni asante Jehova kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeshukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza keti chini. Mungu awabariki sana. Nilikuwa nataka tuombee ndio halafu tukaweze kuketi. Leo nilikuwa nimeambia familia yangu ya kwamba tunakuja kuhudumu hapa Open Blessing Kamulu. Praise the name of the Lord. Huyu ni mke wangu, amesema naitwa Ann na mimi naitwa Papa Mark ama Samson Dwiga. Pastor wenu naitwa Samson Maina. Mimi naitwa Samson Dwiga. Praise the name of the Lord. Siku ingine niliona Facebook wakisema mambo ya Samson Dwiga, Samson Maina na Samson Mwangangi. Akisema ASM na ASM. Yes, hii inamaanisha ya kwamba huwa nawafuata, isn't it? Praise the name of the Lord. Amen. Huwa nafuata maujumbe zenu by the way zote. Hata ile tabia ulipreach huwa nafuata. So hii mtandao inasaidia sana kwa wale watu ambao wanajua kuna kanisa kama hii ya Open Blessing Kamulu. Hallelujah. So leo nikipenda kabla nianze kwa ujumbe wangu, nilikuwa nataka kusema kwamba tumebarikiwa sana na nyinyi. Miaka mingi ambao tumekaa na mchungaji na marafiki wengine wako hapa, kina Wawero, kina Mushiri na wengine sioni. Mmekuwa watu wa baraka katika maisha yetu, kwa kiroho na hata physically. Praise the name of the Lord. Na hata wale wageni akina Kariuki, nimekuja nikaona Kariuki amegrow sana. Mungu akubariki sana brother. Ukiingia katika huduma ya Mungu hakuna kitu kingine, utagrow tu. Praise the name of the Lord. Na leo nataka kuhubiri ama kufundisha mambo machache. There are few things that I want us to learn. Last time wakati tulikuwa hapa nilikuwa nafunza mambo ya, I was teaching about the Wawero, power and authority. You remember? Yes. The last time nilikuwa hapa ilikuwa wakati COVID imeanza immediately. Lakini leo nataka tusome mambo ya the gifts of God. Praise the name of the Lord. Gifts of God. And I want to say that kuna gift mara mbili ya two types of gifts. And please, if you have a paper you can write. If you don't have a paper, you have a phone. In your phone kuna mahali imeandikwa notes. Tafuta hapo. Tafadhali uandike hata kama ni vitu 2-3. After haya mambo tukiongea utakuwa unakumbuka kuna vitu ambazo ulifundishwa. Na hizi vitu zitakusaidia kwa miaka ambayo inakuja. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Yes, naongea kwa wale ambao wanaweza kuwa hawana mahali ya kuandika. Chukua simu saa hii, kama mchukua simu huku nitakuombea ruhusa, lakini weka silence. Enda hapo kwa notes. Tuanze kuandika kitu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are going to study about the gifts of God, and I'm saying that we have two types of gifts. Gift number one is we call, hiyo sasa si ya Mungu, we call human gifts. Human gift, yes. Zawadi ambazo huwa zinapeanwa na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Zawadi kama hizi ni zawadi wakati wa anniversaries. Unapata umeletewa keki, ama wakati wa birthday. Hizi zawadi pia ziko katika Biblia. Wakati Yesu Kristo alizaliwa in the book of Matthew, tunakumbuka ya kwamba Yesu Kristo kuna watu walienda kumwangalia. Si ni kweli? Na hao watu walikuwa wamebeba zawadi ambazo hizo zawadi walienda kupelekea Yesu Kristo. Hizo zawadi tunasiitanga, those gifts are not internal. Human gifts are not internal. Yaani huwa asikai. Hiyo keki tunaikata mara that tunakula, inafanya nini? Inaisha. Si ni kweli? Zawadi za wanadamu ni zawadi ambazo huwa zinaisha. Na leo ningependa tuongee mambo ya zawadi za Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha
2 Kings 5:15, pia hiyo ni zawadi za Mungu, ndio za watu nataka kusema. Kuna mfalme mmoja alikuwa pale. Alikuwa anaitwa Naaman. Na Biblia inasema ya kwamba Naaman alikuwa mgonjwa sana. Na wakati alienda akakutana na prophets of God, alikuwa anaitwa Elisha. Na Elisha after kuambia Naaman vile atafanya ya kwamba aende mto fulani aoge, praise the name of the Lord, na ataponywa. Biblia inasema kwamba Naaman akatafuta vitu, akatafuta mali, akatafuta vitu mingi sana. Ukiangalia 2 Kings 5:15 inasema kwamba Naaman returned to Elisha. Kama unaweza fungua hapo ni sawa. 2 Kings chapter 5 verses 15. Ikasema kwamba Naaman returned to Elisha with all his men and said, now I know that there is no God small g, but big G, there is a great God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tuko pamoja? Yes. I hope tunasoma. Yes. So accept my gift. Hivyo ndio Elisha alimwambia, accept my gift. Hizo zawadi sote tunaongea ambazo ni zawadi sawa na damu. Ni Naaman alikuwa amepepa zawadi, alikuwa anataka kupatia mtumishi wa Mungu. Isn't it? Lakini hizo zawadi ndio tunasema kwamba those gifts are not eternal. Are we together? Sometimes unaweza fikiria kwamba utaletea mchungaji zawadi nzuri, na ufikirie ni kama utakuwa umekufanya ni mzuri kuletea zawadi mchungaji zawadi. Hata mimi ukinipatia zawadi nitashukuru. Hata mwingine ukipea mwingine zawadi si mbaya na si dhambi, but those gifts are not done. Praise the name of the Lord. So today ningependa kwamba kuna zawadi ambazo tunaweza concentrate nazo sana, ambazo ni zawadi ambazo tunaziita internal gifts. Praise the name of the Lord. And so I want us to go briefly about the now gift number 2, internal gifts, ambazo ni zawadi za Mungu, ambazo ni mingi sana. Kuna zawadi mingi sana ambazo Mungu ametupatia, na ni mingi sana. Nitachagua moja moja hivi, na andiko letu litatoka katika kitabu cha James verses 1. That's where our readings, James chapter 1 verses 17. Hiyo nitawapatia nafasi, tafadhali mfungue pole pole mpaka tuipate, kwa maana hapo ndio andiko letu liko. James chapter 1 verses 17. Praise the name of the Lord. Amen. Tuko pamoja? Nataka tafadhali tusikizane, nisiwabo sana. But one thing I know is that wakati na ubidi hakuna mtu anaweza lala. Hiyo ndio kitu najuanga. Kwa maana I'm very new to you. Amunijui. Wengine wale wananijua, hawa wanajua hawajaona nikihubiri sana. Kwa hivyo akina wewe wanataka kusikia ile kitu nataka kusema. Si ni kweli? So wewe si lala. Praise the name of the Lord. Hiyo najua. So James chapter 1 verse 17, this is what the Bible says. That every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light, with whom there is no variation of shadow due to changes. Praise the name of the Lord. Every good gift comes from above. Hallelujah. Unajua hii maandiko inasema hapo chini, variation of shadow due to changes. Ukienda asubuhi wakati jua imetua, kivuli yako inakuwa pande hii, isn't it? Jua ikienda hivi, kivuli inaenda ikifanya nini? Ina change. Huyu Mungu huwa apandiliki. Na anasema ya kwamba zawadi yote nzuri, every good and perfect gift
come from above. And that's why today I want us to share briefly about the gift that God has given us. The perfect good, the perfect gifts that the Lord has given us. Perfect and good. Praise the name of the Lord. The gift number one, I want us to discuss about the gift number one is the gift of Jesus Christ. Hallelujah. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Wewe unaandika? Yes. Naona msichana wangu pale anaandika. Abigail alifanya hivi, labda watu wakuona huko hapa tukifanya introduction. Yes, huyo ni msichana wetu, our Rusty Bone. So we are saying that the gift number one, the perfect, the good gift and the perfect gift number one is the gift of Jesus Christ. Kama atungepata Yesu katika maisha yetu, tungekuwa watu ambao sijui tungekuwa tumekaa namna gani. You remember when God created human being, na mwanadamu akawa ni mtu tu wa kufanya dhambi. Wakati alifanya dhambi, Mungu alikuwa anamtembelea Adam and Hawa, akawauliza, "Muko wapi?" Praise the name of the Lord. And the Bible says that walisema tuko mahali tumejificha. And so God akaona njia mzuri, kwa sababu alikuwa anapenda mwanadamu, ni atafute njia, a permanent way to redeem the mankind. And that's why tupatia that gift, Jesus Christ. Amen. Kuna scripture tunasemanga ambayo tulifunzwa tukiwa Sunday school in John, I think John 3:16. The Bible says that for so God loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him will not do what? Perish, but do what? Hey, Sunday school. Hallelujah. Sio ni sawandi mzuri. So tumesoma ya kwamba kuna sawandi mzuri ambayo Mungu alitupatia, ambayo ni gift number one, Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Na hiyo ni sawandi ambayo inaitwa eternal gift. Hiyo si, that one is not internal. That one is eternal gift. Hata wakati tulizaliwa tulipata baba yangu bado anaomba huyo Yesu. Isn't it? Hata wewe sasa unaomba huyo Yesu. Hata wewe ukienda watoto wako wataomba huyo Yesu. Lakini wakati mlifanya birthday, your dad labda alifanya birthday, lakini walikula keki ikafanya nini? Ikaisha. Labda keki yao hiyo wakati wako wanapoweka tu vitu twingi kama tu siku hii ya leo. Lakini hiyo keki iliisha. Lakini huyu Yesu tumemsikia kutoka kwa kina Bishop Kayo, tumemsikia kwa wale maaskofu wa kitambo, hata kina Bishop Mark, hata sisi tunamhubiri huyo Yesu, hata tukiguva bado watoto wetu watahubiri huyu Yesu. Ni eternal gift, the perfect gift of God. Praise the name of the Lord. And so pastor, nitahubiri mpaka saa ngapi? Mpaka wapi? Okay. Ni mzuri kutii, ni mzuri kujua, ndio nisiende sana. Kwa sababu niko na zawadi mingi hapa nilikuwa nataka kuambia, so lazima niende haraka. Yes. So gift number one tumesema ni Jesus Christ. Then we are also going to sitaenda detail sana, tutaenda tena the gift number two. Gift number two is wakati Yesu alikuja na akakaa na sisi sana, na ikafika wakati wake wa kwenda juu. Biblia inasema kwamba in the book of Acts chapter 2 that aliweka wanafunzi wake mahali pamoja na akawaambia kwamba msiwe na wasiwasi, kwa sababu nikienda kwa Baba nitamtumia Roho Mtakatifu ambaye atafanya nini? Atawasaidia. So gift number 2 is the Holy Spirit. Is the Holy Spirit perfect gift? Is it eternal or not eternal? Eternal gifts. Praise the name of the Lord. So the Holy Spirit is a special and excellent gift from God. Ukisoma vizuri hiyo maandiko, Acts chapter 2. Let's go to that book, Acts chapter 2, verses
verse 4. Hapo ndio kuna maandiko mengi sana ambayo inaongea kuhusu the Spirit of God. Mimi nataka tu kusema kidogo. Nimeona mmekuwa wanafunzi wazuri. Pastor amekuwa akiwatrain mambo ya Bible. By the way, as my wife amesema, it's a good teaching. Ni vizuri tufunzwe maandiko ndio tuyajue vizuri. So Acts chapter 2 verses 4 inasema hivi. Ama nianze chapter 2. Verse 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Let me repeat that again. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven. Came from heaven. Na tumesoma James 1:17 that the perfect gift of God comes from where? From above. Praise the name of the Lord. Na tukienda hapo chini nasema kwamba they saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. So hapa tunaongea kuhusu the Spirit of God ama Roho Mtakatifu. Wakati wanafunzi walikuwa mahali pamoja, I think nilikuwa nimesema, na Mungu Yesu Kristo alikuwa pamoja na wao, na wakati ulifika kwamba Yesu ataenda na akawaambia atawatumia Roho Mtakatifu. Sasa hapa tunasoma Roho Mtakatifu ukifanya nini? Ukishuka. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba hapo chini ya kwamba wakati Roho ulishuka, wengine walikuwa wanasema jamani warevi. Na ilikuwa asubuhi. Wengine wanasema hao watu wamelewa. Naye Peter akakuja akawaambia hawa watu hawajalewa. Angalieni ni asubuhi. Praise the name of the Lord. Akaongea words ambazo zilikuwa very powerful. Actually the Bible says wakati Peter alitoka nje alihubiria watu 3,000 that same morning na wakapata kuokoka wakati Roho Mtakatifu alikuja juu yao. Mbeleni hakuwa anafanya hivyo. Lakini kutoka hapo Biblia inasema kwamba kanisa iligrow. Ikaanza kuwa 3,000, ikafika mpaka 5,000, isn't it? Kanisa ikagrow wakati Roho Mtakatifu alishuka juu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza fanya mambo mengi, lakini bila Roho Mtakatifu hakuna mahali tunaweza enda. Isn't it? We need the Spirit of God. It's the perfect gift. Good gift comes from above. Praise the name of the Lord. So I'm trying to divide masaa yangu ndio nisiende sana. So tukisoma mambo ya Roho Mtakatifu, wakati niliokoka ama wakati wewe uliokoka tu kaombewa. Few people I know ambao waliokoka na wakajazwa na Roho Mtakatifu. Isn't it? Wengi wanaokoka kwanza wanaombewa, lakini after some time Roho wa Mungu anakujaza. Wengine wanaanza kuongea na dini. Wengine si lazima waongewe na dini, lakini wamejazwa na Roho. Kama hujajazwa na Roho, ni vizuri uombe Mungu leo. Usitoke hapa. Mchungaji hapo. Ujazwe na Roho wa Mungu. Na ndipo Yesu aliwapromise akawaambia, nikienda juu nitawatumia msaidizi. Nitawatumia mtu ambaye atawasaidia. Ya kwamba msiwe na hofu. Kwa sababu Yesu alikuwa anakaa na wao kila wakati. Wakisikia Yesu wako mahali wanakimbia huko. Kwa maana hiyo wakati Roho Mtakatifu si ati hakuwa, lakini hawakuwa wanamjua. Praise the name of the Lord. Tukisoma Biblia vizuri sana tunaona the Spirit of God hata wakati wa creation ilikuwa. Isn't it? Lakini wakati huu ndio walikuja wakaweza kujazwa vizuri na wakafanya mambo makubwa. Praise the name of the Lord. Yes, gift number 3. Tunaenda tu haraka. Tumeenda tu haraka. Siku hizi hata mimi nimekuwa mwalimu pastor. Amen. So gift number 3. Naenda tu tukiruka tu kidogo. The gift number 3, it's we say it's eternal salvation. Eternal salvation. Wokovu wa milele ama maisha. Wakati we have started na kusema kwamba Jesus Christ is the gift number 1. And then Jesus Christ yeye mwenyewe tukaona
akitumia wanafunzi ama wanafunzi wakitumiwa Roho Mtakatifu. Na sasa tumeona kwamba wakati umepokea Roho Mtakatifu, na kabla ya upokea Roho Mtakatifu kuna kitu tumesema hapo, internal salvation. Actually hiyo ndio inafaa kuja namba 2, alafu hiyo ingine kuja namba 3. So you can write the way you want, but wokovu kwanza. Praise the name of the Lord. Wokovu pia ni zawadi ambayo inatoka kwa Mungu Baba. Hakuna mtu anaweza kuokoa mtu. Ni kweli ama ni uongo? Hakuna mtu, no one can save even hata paka. Kwa maana paka iko na life. Kiambo hiyo paka inakufa kesho, huwezi save. Kukufa itakufa tu. Praise the name of the Lord. Oh, iko na life, na hiyo life ni kitu unique. Nobody knows about what is that. Isn't it? And you cannot save that life, you as a human being. And that's why we are saying that the gift of human being are not internal, but the gift of God are. So salvation, we are talking about salvation. Kuokolewa, yani kuacha dhambi alafu upate kuokolewa. Biblia inasema katika Romans chapter 6:23 that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal in Jesus Christ. Romans chapter 6 verses 23. Sorry, hapo nimeenda haraka sana. Romans chapter 6 verses 23. Ya kwamba Romans chapter 6 verses 23, ya kwamba the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yani dawa ya dhambi ni mauti. Kuna watu wamezoea kufanya dhambi, unafanya tu dhambi vile unataka. Wewe hujali. Unafanya dhambi. Hata kuna jamaa mwingine alikuwa anatuambia, one of my friend, ya kwamba watu wanacheza. Mimi nimefanya dhambi mingi sana, lakini watu wanacheza. Huyu Mungu mimi namjua kwa maana ameniokoa mimi. Praise the name of the Lord. One of my friend, by the way, alikuwa anasema vitu anasema kwamba yeye alikuwa anakunywa bangi mpaka akikatakata nyama anashikiwa na pusi. Pusi inamshikia pande hii akikatakata nyama. You know that friend of mine, Yeah, yani alikuwa amepotea, lakini yeye anajua wokovu wa Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Na tunasema kwamba hakuna mtu anaweza okoa mtu, lakini Mungu mwenyewe anaweza fanya nini? Okoa. Na ndio maana tunasema kwamba salvation is a gift from God. It is the perfect gift from God. And that's gift number 3. Salvation. Kama unaweza kuwa uko hapa, wewe unasikianga tu watu wameokoka. Wewe unasikianga tu kuna hiyo wokovu. Ningekuomba usikubali kukaa kama hujamkubali Yesu. Mimi siwajui sana. Uko tu pale ama hata uko pale tu umeokoka. Lakini ukitoka tu kanisani unafanyaka tu mambo twako. Na unajua kabisa hutu vitu ni tubaya. Kuna zawadi Mungu ambaye amekupatia. Please value that gift that you have been given by God. Never misuse the gifts of God. Praise the name of the Lord. Unaweza misuse zawadi za binadamu. Unaweza pewa gari na Waweru na uende uigongeshe huko. Kuna mahali atakupeleka, insurance italipa. Hizo ni zawadi za binadamu. Ama upewe chakula na hospitality. Useme hii chakula unauma kidogo na unaachana nazo huko. Hakuna mahali peleka. Hizo ni zawadi za binadamu. Lakini zawadi ya Mungu, wewe umeokoka wewe. Tafadhali fanyia wokovu wako kazi. Don't joke with your salvation, isn't it? The Bible says that work out your salvation with fear and trembling. Chunga wokovu wako. Ni zawadi kubwa sana ambayo Mungu amefanya nini? Ametupatia. Praise the name of the Lord. So let's take care of our salvation. Tukishaokolewa, wacha tuweze kutunza wokovu wetu. Nikifika hapa pastor alikuwa anasema mambo ya wokovu.
Na nikaona ni kama pastor anahubiri, sasa anafundisha ujumbe yangu. Sasa nikaanza kushindwa, sasa nitaonekana na repeat. Isn't it? Unajua ukishaokoka, kuna mara ya kwanza umeokoka, hata ukiambiwa usimame mbele ya watu unashindwa. Si ni kweli? Lakini ukikaa ukiambiwa usimame mbele ya watu unasimama. Ukikaa una grow, salvation pia una grow. Kila unafanya kazi pia unasimama mbele ya watu una grow. Inafika mahali hata hauogopi tena, hata unaingia kwa kwaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaimba ukiwa unabaki, utaki kukuja hapa mbele. Kuna mtu alikuwa anafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiambiwa wewe ni wewe utarudi next Sunday, anasema hapana, si leo. Kesho ni wewe wacha tu. Lakini uoga inakuja ikifanya nini? Ikiisha. Mpaka wakati nafika sasa unamuonanga anaimba vizuri na ana uoga. Hiyo ni growth. Isn't it? Salvation the same. Lazima ufanyie kazi. Hallelujah. Amen. So zawadi ya 4 tutasoma tu zawadi like 6 or 4. 6 or 7, yes. So zawadi ya 4 ni kwa hiyo Roho Mtakatifu kuna the Spirit, Holy Spirit gifts. That's gift number 4. Holy Spirit gifts. Kuna kujazwa na Roho, kuna the Spirit of God na kuna Holy Spirit gifts. Roho Mtakatifu pia anakuwa na zawadi, isn't it? Yes, anapeana karama. Kuna karama ukishajazwa na Roho Mtakatifu, kuna karama pia unapeangwa. Pia unaanza kugrow. Ukijazwa na Roho Mtakatifu pia unaanza kugrow. Kuna vitu zingine unique unaanza kufanya. Unakuwa na ile tunaitanga the spirit of kuangalia maneno. Bwana asifiwe sana. Mtu anaweza ingia pale mchungaji akiwa hapa aone na huyu iko shida, wawero take care of that. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo si Mungu anadamu anafikiria, huyo ni roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitwa the spirit of discerning. Yes, discernment. The spirit of discernment. So kuna gharama za Roho Mtakatifu. Ukishapokea Roho Mtakatifu, sasa kuna gharama. That's gift number 4. Na hiyo gharama pia inapeanwa na Mungu. Hiyo haikuji tu. Kuna gharama nyingine namba 2 ambayo kuna watu wakishajazwa na Roho, wengine wanajipata wanaongea na ndimi. Kama vile tumeona katika the book of Acts chapter 2. Biblia inasema kwamba walianza kuongea na ndimi mpya. Hallelujah. Hizo pia ni gift of Holy Spirit. Praise the name of the Lord. Tuko pamoja, tuwe pamoja. Turanyitana. Amen. So all those things are the gift of God. A good gift and perfect good. And so let me find a scripture that we can read about that. Maybe you can write the same Romans chapter 12:6. You can read at your own. The Bible says that we have different gifts according to the grace given. We have different gifts according to the grace given. Acts chapter 12 verse 6. Hapo ndio sasa karama za Roho Mtakatifu zinakuja. Unaweza ongea na ndimi, unaweza, there are so many discernment, you know, and so forth and so forth. Gift number 4. Then gift number 5. Nakimbizana masaa yangu mchungaji because naona nimepakisha only 20 minutes. Yes, nataka kutako like 7 of them. Yes, so gift number 5 ni gift ya ministry. Hapo naweza ongea kama kidogo. Gift ya ministry. Ministry is gift number 5. Yeah, in this ministry, in this gift, I will say that we need to grow. We need to grow in taking responsibilities. Praise the name of the Lord. You see, once you have received Jesus, you have received salvation, umejazwa na Roho, umepata karama za Roho Mtakatifu. Sasa kuna huduma katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizi huduma ziko mingi. Na hizi huduma lazima tusifanye. Mtu mmoja hawezi fanya hii kazi. Ama watu wawili ama watu watatu. Kuna huduma, it's a ministry. Praise the name of the Lord. Na hii huduma nikipenda tuangalie the book of Acts chapter 8
Acts chapter 8. Ningependa tusome haya maandiko ya mtu mmoja hapo alikuwa anaitwa Philip, vile aliweza kuchukua jukumu katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema in the book of Acts chapter 8 verses 1. Tutasoma verses 1. Hiyo yote ukisoma tu hapo utaona vile mambo iko. And this is what the Bible says. Let me just open to another interpretation here. Are we there? Acts chapter 8. Tuanzie mstari wa kwanza. Acts chapter 8 verses 1. Sorry, I'm opening another version here. Yes. This is what the Bible says. And Saul approved of his execution. And there arose on that day a great persecution against the church of Jerusalem, or the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the region of Judea and Samaria, except the apostle. Praise the name of the Lord. And Saul tunamjua ya kwamba tunamuitaka Paul this day. But that time alikuwa anaitwa Saul. Saul alikuwa amepurpose to persecute the church in Jerusalem. Na Biblia inasema ya kwamba in that book of Acts chapter 8 ya kwamba akaenda akaharibu ama akaenda akafanya, inaitwa aje na Kiswahili? Persecution. Interpreter. Kuangamiza. Tuache tuite hivyo. Akaenda kuangamiza kanisa moja ya Jerusalem. Na Biblia inasema ya kwamba watu walikuwa katika hiyo kanisa, they were scattered. Praise the name of the Lord. Imagine kama saa hii mtu akuje katika kanisa hili, and God forbid, to be scattered. You see, mimi hivyo nikakumbuka wakati mmoja some many years Pastor Maina kuwa huko hapa na God forbid. It was just a bad thing. So Biblia inasema ya kwamba na watu wakatawanyika, wengine wakaenda pande hii, wengine wakaenda pande hii, kwa sababu Saulo alikuwa amepurpose kuharibu ama kuangamiza kanisa ambalo moja lilikuwa Jerusalem. Na ukiendelea hapo Biblia inasema, ukienda chapter 2 verse 3, sorry, inasema kwamba but Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Yaani alikuwa anaingia anachukua watu kwa makanisa, anakuja anachukua huyo anampeleka kwa prison, anakuja anachukua hawa. Yaani the guy was so bad. I thank God these days we talk about Paul. Praise the name of the Lord. Ukienda hapo chini utaona vile Biblia inasema kwamba watu wakawa scattered in 4. Now those who were scattered went about preaching the word of God. Praise the name of the Lord. And I thank you Pastor for vile unafundisha watu. Biblia inasema hapa, na wale watu ambao walitawanyika walienda wakihubiri neno la, kwa maana walikuwa na neno la Bwana. Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So it is very important for us to know the word of God. Na ukisoma hapo chini unasema ya kwamba kuna mmoja alikuwa anaitwa Philip. Verse 5. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them about Jesus. Hallelujah. I'm talking about the gift number 5, ministry. Hapo ndio tuko. Yaani vile tunaweza kuchukua huduma zetu. Kuna wakati tunafundishwa, kuna wakati na I remember sometimes tulikuwa tunafundishwa na Pastor Macharia. Ikakuja tukaanza kufundishwa sasa na Bishop Lea. Sasa tunafundishwa na Pastor Maina. Sasa Pastor Maina tena hatakuwa. Sasa itakuwa ni wewe peke yako. Yaani wewe ni wewe. Yaani Philip alijipata ako peke yake. Na maandiko inasema kwamba Philip akaenda Samaria
akipreach the word of God. Hallelujah. Jiulize, if such things happen, kuna maandiko yanasema what will happen when the foundation will be shaken, what shall be the righteous do? So it is very important to know the word of God. It is very important tujue neno la Mungu, alafu tuchukue huduma hizi, because I'm saying that this ministry, the gift number 5, we are supposed to take it. Tunavaa tuhubiri wawero, tunavaa tuende tuimbe, isn't it? This ministry lazima tusichukue. Hallelujah. And so hivyo ndio vile balifanya na wengine, kwa maana hilo kanisa lilikuwa limefundishwa mambo ya Mungu, wao hawako backslide. Hallelujah. Na nimesema mtu asiwezi azilale tafadhali. Don't try to sleep. Please. Beg you in Jesus' name. Yes. So gift number 6 is the gift of life. Praise the name of the Lord. The gift of, I only have 10 minutes, so atukai sana. Gift number 6 is the gift of life. Gift of life. Na tumeona ya kwamba ukitaka kukaa maisha mzuri ni vizuri upokee Yesu. Bwana Yesu asiwe sana. Gift number 1 is gift Jesus Christ. Gift number 2, Holy Spirit. Gift number 3, salvation. Gift number 4, Holy Spirit gifts. Isn't it? Then gift number 5, ministry. Then gift number 6, life. Praise the name of the Lord. Kuna maisha, the Bible says there's time for everything. There's time, there are seasons of rain, there are seasons of drought. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Isn't it? Wakati mwingine Mungu ametupatia maisha tuishi katika dunia hii kwa muda mfupi. Na Biblia inasema ya kwamba God help us to count our days so that we may gain wisdom. I think it says like that. God help us to count our days, ili tuwe na hekima, tujue ya kwamba maisha tumepewa tuitumie vizuri. Opportunity. Maisha haya tumepewa ni vizuri tujue ya kwamba kuna wakati tafika ambayo haya maisha hatutakuwa. Na mhubiri mmoja alikuwa anasema kwamba kutoka mwaka 01 to 28 ni miaka ambayo ni ya watu kusoma. Watu wanasoma mambo mengi sana. Kutoka 01 to 028. Kutoka 025. Na nikaangalia katika maisha nikaona ni kweli. Wakati nilikuwa nasoma nilikuwa na shida, nikiambiwa wewe soma. Wewe vie hukuru. Naona kama nasumbuliwa. Lakini kipitisha miaka 25. Sasa kwenda mpaka miaka ingine 40 ni miaka ya kutafuta kasi. Tape wewe kila mtu kasi. Hiyo miaka. So hii life, hiyo ni maisha. Isn't it? Ikipitisha miaka 40 ama 50, ianze sasa iende mpaka 75. Hiyo inaitwa miaka ya legacy. Ni kideka. Aero, unaona gari ya tutwara. Legacy. Unaona manyumba mara yatwakite. Yaani unaongea vitu ambazo ulivani. Ikifika 75 and above, hiyo ni miaka yako kuhuruka. And there's nothing you can do. Wewe unakaa tu pale, ile kitu ulitafuta ndio unakula. Kama ulilala, unalala tu njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema tunaongea mambo ya maisha. Isn't it? So ni vizuri tujue ya kwamba maisha haya iko. Na Mungu atusaidie tuhesabu miaka yetu ili tuwe na nini? Wisdom. Praise the name of the Lord. Amen. So now there's another gift inashikana na hiyo, tunasemanga the gift number 7, the gift of opportunity. The gift of opportunity inashikana na hiyo. The gift of opportunity, we have been given opportunity by God to do so many things. God has given us opportunity to do so many things. And that's why I was saying kuna seasons
Seasons zinakujanga zinaisha, zingine zinakuja zinaenda. Kuna wakati kunanyesha mvua mingi sana, kuna wakati hakuna mvua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati umepewa opportunity ya kufanya kazi katika hiyo kampuni, na kuna wakati hiyo kazi inaweza isha, sorry to say, and God forbid. Na hiyo kazi pia inaweza fanya nini? Ni seasons. Praise the name of the Lord. Na opportunity. We have been given, like us, we have been given opportunity to come here. Tuombe Mungu. Tukuje hapa tuambie Mungu that God, you are great. Yes, tukuje hapa tumshukuru Mungu na tuseme the greatness of our God. How God is great. It's an opportunity we have been given by God. So we need to take those opportunities. Your opportunity is also a gift from, is it a gift from God? Yes, it's a gift from God. Like me, I've been given this opportunity by Pastor Minor through, sikuwa nafikiria by the way naweza kuja kuhubiri pastor, na thank you very much. Alicall some few days back na nikamwambia nitakuja, na jana ilifika nikaona ni kama sitaweza, na pastor alikuwa amenipigia simu. Sasa nikafikiria nitapigia mama Maxi, mbie mama Max, wewe utaenda kuhubiri like last time. So saa 3 ya usiku nikaangalia simu, nikaona Pastor Minor alikuwa ananipigia. Na mahali niko ni mbali sana. Nikachukua simu nikampigia, nikamwambia Pastor, amen. Tukaongea nikamwambia kesho bado niko. Ndio nilikwambia. Immediately mama akanipigia simu, bado mmetoka? Nikamwambia bado. Niambia unarudi? Nilifika saa 8:30. Saa 8:30 ndio nilifika kwa nyumba. Kwa sababu nilikuwa nimepurpose kukuja, na nilikuwa najua hii opportunity. Sasa si kama singekuja. Next Sunday umesikia kuna msungu anakuja huko. Ama hamjasikia? Bwana siwe sana. Si umesikia kuna mtu anatoka majuu. Sasa mimi ningekuja kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. So ni vizuri ya kwamba kama tumepewa opportunity kufanya kazi, wacha tukaifanye. Wewe kama mama uko hapa umepewa kazi na mchungaji, kuwa chairman, kuwa kuangalia hospitality, kuwa kuangalia we mama wenzako, ama ministry yote umepewa, tafadhali fanya hiyo kazi kama ni yako. Kwa maana itapeanwa na pastor, imepeanwa chairman the same. Kama mzee umepewa kazi na Mungu, usiseme ni pastor, umepewa kazi na Mungu ya kuitisha watu pesa ya chakula ili mkawasaidia watu, ama kufanya hiyo jukumu unaifanya kama Kariuki naonanga naifanyanga kutoka kwa hapa. Kariuki naonanga sana, na Mungu akubariki sana. Ujitolee, kwa sababu next time hautaweza kufanya hiyo kazi. Utaona mtu mwingine akifanya kazi, wewe unaiangalia. Kuna wakati opportunity ukipewa brother ya kucheza hizi vyombo, cheza. Hata sisi kuna wakati tulikuwa tunazicheza. Ndio siku hizi by the way sichezangi. Lakini kuna hiyo opportunity, kuna hiyo time nilikuwa nayo, nilikuwa kijana hivi. Nilikuwa nacheza gitaa. This time mimi sijui kwa nini. Sina hiyo time. Hakuna, na sikupenda hata nikijaribu pastor mimi nilishindwa. Kwa sababu kuna wakati Mungu ametupatia wa kufanya jambo fulani. Kuna wakati wewe umepewa ya kufanya kazi fulani. Whether it is physical or it is spiritual, there is an opportunity God has given you to do such things. Praise the name of the Lord. So all those are the gifts of God. And there are so many gifts of God. And I want to say that hizo vitu Mungu ametupatia ni vizuri tusitumie vizuri. Tuache kumisuse zawadi ambazo Mungu ametupatia. Na nimesema tena, kama wewe ni mzazi, uende ununue mkate, uweke katika meza yako, uambie watoto wakule hiyo mikate, ama wanunulie pizza, uambie watoto wakule Joel na nani wakule. Halafu wakuje waanze kuchukua hizo mapisa wakizitupanisha. Wewe utasikiaje?
Yaani wewe utasikia namna gani? Hata kama zako ni zako si not internal. Hata kama si not internal, utasikiaje? Vibaya sana. Ama umenunua gari, Mungu umekubariki na gari. Halafu unaandika dereva unampatia hiyo gari. Anaenda kikongesha tu. Wewe utasikia namna gani? Si utasikia vibaya. Wewe umepewa zawadi na Mungu. Ukapewa zawadi ya ministry. Ukuje mapema ufanye kazi ya Mungu hapa na uitumii vile tu ungesikia, ndio Mungu anafanya nini? Anasikia. So ni vyema tuchukue kazi ambazo Mungu ametupatia. Tuchukue possessions. Praise the name of the Lord. Tuchukue responsibilities. Tukishachukua naye Mungu ataanza kutuinua. Praise the name of the Lord. Mungu ataenda kituinua pole. Utapata ulikuwa unatetemeka ukishika microphone. Saa hii unaenda hapa kama watu wengine apostles. Hallelujah. Kwa sababu ni kugrow. Na huwezi grow kama hujaingia. Isn't it? Mmea huwezi mea mpaka uipande. Tuko pamoja? So what I'm saying today is that wacha tujifunze, let us train ourselves kutunza the gifts that God has given us. And we have said that there are many gifts, but we have the gift that we have been given by God that comes from above. James 1:17. The greatest gift of God, the good gift of God, the perfect gift of God comes from above. And so let's value those gifts of God. Let's value those gifts of God. Ningependa tukaweze kusimama kwa miguu yetu kama I'm very keen about masaa. Sitaki kuharibu masaa yetu kwa sababu masaa imefika. Nilikuwa nimepewa tu 1 hour na sikuongea in detail sana, lakini nimeweza kuongea zile vitu at least nimeweza So maombi yangu siku ya leo ni kwamba Mungu atusaidie na Mungu akusaidie. Wewe umepewa na umejua hizi zawadi. Sasa tujue jinsi ya kuzitumia. Praise the name of the Lord. So kabla ya mchungaji akuje, ningeomba tu jambo moja tufanye. Twende tu mbele za Mungu kwa mioyo yetu. Tuambie Mungu atusaidie jinsi ya kutumia hizi zawadi. Praise the name of the Lord. Amen. Twende tu mbele za Mungu kwa maombi na tulilie Mungu, na kama misuse, kama tumezitumia vibaya, Mungu atusamee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unajua ukifanya vibaya Mungu atakasirika. So ningeomba twende mbele za Mungu, labda watu wa praise and worship. Maybe you can take your position, ministry, that gift of ministry. Ningependa tu twende tukiimba wimbo ambao tutaongozwa nayo. Twende tu mbele za Mungu. Tuambie Mungu aweze kutusamehe dhambi zetu kama tumekosea, kama tumeshindwa kuangalia hizi zawadi, na kama tumezitumia vizuri, then Mungu aziinue zaidi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Then tukimaliza mtaalika mchungaji, from there atakuja tu aingie direct. Zawadi Nitamtoa
I thank God because of this wonderful time, and I thank God because of the message. Amen. God bless you so much because of that wonderful, timely message. Amen. Na uko katika roho kabisa. Hii ndio mafunzo nimekuwa nikifunza. Ama nimefunza kitu tofauti? Siko kwa hiyo laini tu. Amen. So wewe ambao ulihata umekataa kuja Bible study, si umepatikana kwa ibada? Bwana asifiwe sana. Wewe ambao unakataa kwa sababu ni kukataa ukuja, utaki kuamka mapema. Lakini hiyo kitu ulikataa kuja kusikia asubuhi mapema, ndio hii imekupata tu hapa. Amen. I mean this kuna mambo mingi ambayo tunafaa kufanya katika nyumba ya Bwana, and that is why we are doing the things that we are doing, because the end result is that we want to go out there and finish the Great Commission. Amen. Lakini hatuwezi toka huko nje kumaliza the Great Commission bila kujua sisi ni kina nani na ni nini iko kwa mikono yetu, na tutumie ile kitu Mungu ametuwekea kwa mikono yetu. Amen. And that is why God is keeping on talking to us the same things and ministering to us. Anazungumza nasi ile mambo nimekuwa nikifunza, mambo ya mengine ambayo nimekuwa nikifunza ndio mtumishi wa Mungu pia ametaja. Amen. Na najua kwamba tutaendelea kukua. Wewe sasa jiulize, ni karama gani uko nayo? Ni zawadi gani uko nayo Mungu amekupatia na unaitumia vipi? How are you using it? Hiyo ni swali yako sasa kujiuliza. Hiyo si sisi, hiyo ni wewe na Mungu. Ujiulize unaitumia aje, na ujiulize unafanya nini nayo. Na ukumbuke kuna andiko linasema, he who has more shall be given to him, and he who does not have, even that which you have shall be taken away from you, and it shall be given to the one who has. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wewe uko nayo, ni nini uko nayo? Unaitumia vipi? Kama unaitumia vile inastahili, Mungu atakupatia zaidi. Kama hautumii, hata hiyo kidogo uko nayo itachukuliwa, ipatiwe kwa yule yako nayo aweze kuitumia, kwa sababu wewe hautaki kuitumia. Amen. Kuna wahubiri wako hapa, kuna watu ambao wako na karama tofauti hapa. What are you doing with that? Unaitumia aje? Unajua unaanzaga rahisi. Unaanza na kuhubiria huyo jirani yako ambaye hajaokoka, anza kumwambia aokoke. Mwambie kuhusu wema wa Yesu Kristo. Amen. So whatever you have, what are you using it for? What are you doing? Glory to God. Father, we thank you so much because of your word. We thank you because of your servant. I thank you because of using him to remind us that every good and perfect gift comes from above. So I thank you because every good gift, every perfect gift comes from your throne, O God. And these gifts are not to be used in heaven. They are to be used here on earth. And they are to be used by us. So I thank you because you have given every one of us a gift that can be used for the glory and the honor of your name. I pray that in the mighty name of Jesus, ubariki kila mtu mmoja wetu hapa, ufungue macho yetu na kuelewa kwetu, ili kwamba tuelewe kile ambacho umetupatia na tukitumie vilivyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Mtakatifu wa watakatifu na Bwana wa mabwana, ninaomba ubariki kila na mmoja wetu, uweze kutujaza na uweze kutusaidia kuelewa hizi zawadi ambazo umetupatia Bwana, kwamba ni nzuri na zimekamilika na zimetoka katika kiti chako cha enzi, Bwana, na tuweze kuzitumia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana, bariki kila na mmoja wetu na utuwezeshe Bwana kuchukua nafasi yetu katika ufalme wa mbinguni na katika kanisa lako takatifu, na kufanya kitu ambacho, mambo ambayo tunastahili kufanya kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Utubariki
uwe pamoja nasi, tembee na sisi, utuonekanie na ujitukuze katika maisha yetu, kwa sababu wewe ni Mungu na unastahili. Pia tunakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako na jamii yake. Bwana, tunawakabidhi mbele zako Bwana. Ninakushukuru kwa sababu Bwana, nimeona Bwana umedevelop in him the ministry of teaching, and you have given him a ministry to teach. I have seen a teacher in him, oh God. Na ninakushukuru kwa sababu Bwana, unapoendelea kumtumia katika huduma ya kufunza neno lako na kusema neno lako Bwana, endelea kuonekana katika maisha yake Bwana. Bariki jamii yake, bariki watoto wake wote, bariki mambo yote ambayo inamhusu Bwana, na uendelee kujitukuza katika maisha yake Bwana. Tunakutukuza na kusema ni asante, kwa sababu utaendelea kujitukuza katika maisha kila na mmoja wetu Bwana. Na inawezekana kuna mmoja katikati yetu hapa ambaye hajakutambua na kukujua. Siku ya leo ninaomba umfungulie nafasi na uweze kumgusa, ili kwamba apatie maisha yake, akutoe maisha yake kwako Bwana. Na dhuhuri ya leo tunataka kuweka nafasi wazi. Kama kuna mmoja katikati yetu hapa haujaokoka na ungetaka kupatia Yesu maisha yako, ili kwamba akuokoe, akubadilishe, akufanye kiumbe kipya, kabla tujafunga, ningetaka tu uinue mikono yako ili kwamba tuweze kukuombea, ili kwamba umpokee huyu Yesu. If you are here, you are not born again, you have never given your life to Jesus Christ, and you would like to give your life to Jesus Christ, we want to give you that opportunity. Kama haujaokoka, ungetaka kuokoka, nataka kupatia hiyo nafasi kwa dakika mbili tu. Kama haujaokoka, tuonyeshe tu kwa ishara ya kuinua mkono wako, tutaomba pamoja ili kwamba uweze kuokoka, upate the gift of the Lord Jesus Christ, just to know Jesus Christ and to have a fellowship with him. Do we have anybody who is not born again? Usiseme pastor wanihubiri wakamaliza na hawakupatia nafasi ya kuokoka. If you are here, you are not born again, and you like to give your life to Jesus Christ, I want to give you that opportunity. Kuna mtu yeyote ambaye hajaokoka? Amen. And now in the mighty name of Jesus, Father, I want to thank you because of each and every person here. I commit each and every individual here before you. I pray that you will bless your people, oh God, that this word is going to settle in their hearts, in every one of our hearts, and this word is going to be active in our hearts, in the mighty name of Jesus. That when we go down to our homes, when we are seated, this word will still be active. When we are working, this word is going to be active. When we are walking and we are traveling, let this word be active, oh God. Let this word have a place in our hearts for the glory and the honor of your name. And now, in the mighty name of Jesus, I pray that the Lord God Almighty will bless you. I pray that the Lord God Almighty will walk with you. As you go out, may God bless you. As you come back home, may God bless you. In your place of work, may God bless you. In your place of business, may the Lord bless you. May the Lord bless the work of your hands. May God favor you in all that you do, in the mighty name of Jesus. And because of the favor of God, may men favor you in the mighty name of Jesus. Doors that would not ordinarily open, because of the favor of God, let those doors open in the mighty name of Jesus. I declare that the doors that were not able to open because of the favor of God, let those doors open in the mighty name of Jesus. Places that you could not enter because of the favor of God, let those places be open in the mighty name of Jesus. People that you could not interact with because of the favor of God, may God give you opportunity, the gift of opportunity, so that you will have an opportunity to interact with men and women
who under normal circumstance you would not interact with them. May God give you an opportunity today. In the course of this week, Mungu akupatie opportunity ambazo haukufikiria zinaweza patikana. Mungu akufungulie hizo opportunity katika jina la Yesu Kristo. Mungu akufungulie njia ambazo haukujua zinaweza funguka. Hebu Mungu akufungulie hizo njia katika jina la Yesu Kristo. Katika wiki hii ubarikiwe, uwe na afya njema. Mungu akulinde na kuhifadhi, akuondolee janga na hatari na mitego yote ya shetani. Akupatie amani izidio kuelewa kwa mwanadamu. Akutane na wewe, akulinde na kuhifadhi, atembee mbele yako, akulinde na akuondolee mitego yote. Katika wiki hii nataka kutangaza na kukiri. I want to decree and declare right now that there is no weapon that is formed against you that shall prosper in the mighty name of Jesus. I decree and declare right now, every tongue that has spoken and has raised against you, I condemn it in the mighty name of Jesus. And I declare that you are free. You are blessed. You are protected of the Lord. I pray for divine protection. I pray for divine care. I pray for divine provision. I pray for divine connection. In the mighty name of Jesus, I pray that the Lord God Almighty will continually meet you and see you through this week, and may He glorify Himself in your life in the mighty name of Jesus. You are blessed. You are blessed. You are blessed in the mighty name of Jesus. May the Lord God Almighty bless you. May He increase you. May He take care of you. And finally, in the mighty name of Jesus, I decree and declare right now, may the Lord God Almighty perfect everything that concerns you. In the mighty name of Jesus, I have decreed and declared, and all God's people said, Amen. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mungu awabariki sana. Muwe na wiki njema ambayo imejaa baraka. Amen. Glory to God.